nilikopo ninachota maji, nikazunguka kwenda kuangalia bustani, akaniita ndo nikaijia maji, afu nikaenda akaanza kunipiga, nikaruka ukuta, nikakimbia kwa Malawi. Yaani amekupiga bila sababu? Alikopo ananiita, nilikopo kule kwenye bustani, akawa ananiita, ndo mimi nikaijia maji, akaniambia kwa nini unaenda kukaa kwenye maji. Akawa ananipiga, nikaruka ukuta, nikakimbia kwa Malawi. Amekupigia na kitu gani? Amenipiga na chuma ya mfagio, ilikopo na msumari kwa mbele. Umeumia wapi na wapi? Kichwani na mgongoni. Monica Lebahati. Anamtesa huyu mtoto sana. Matofali kila siku. Maji asubuhi saa 11 yanabeba tu yeye. Mtoto anakuja asubuhi na shoka huku kwangu napasua kuni. Mtoto kimuuliza, "Huyu ni nani wako?" Anasema ni dada yangu. Dada yako wakati yuko hivi? Eti mbona umeisha hivi? Anaambia mimi sijui, na nyamaza kimya. Huyu mtoto ananyanyasika. Alafu mama tunamwachaje huyu mama? Kwa mfano, tunamwona sisi majirani wake, lakini ukimuuliza mtoto anakaa kimya. Haongei kwa sababu anatoka anamtishia huyu mtoto. Anaje kumwacha mtoto hivi anakaa kuteseka hivi. Leo yeye anampiga, ingemuua huko ndani. Alafu namwacha huko ndani, amekaa huko ndani mama. Mpaka mtoto anajinyia kwa sababu gani? Alafu wanaishi tunakaa tu hapa. Atanao mama. Huyu mtoto alikuwa anakuja dukani pale. Akawa anakuja, "Yebo jamani nimetoboka." Yebo alifai, namuuliza Hawa, "Kwa nini usimwambie bosi wako akakununulia yebo?" Mtoto aongei. Kesho yake mtoto akarudi, ana mangeu huko amechapwa. Umechapwa na nani? Analia tu, mtoto aongei. Uwaga mimi na kaanga na ndizi pale, miguu ya kuku, vichwa, frigisi, namuita. Naona uchungu, namuita, nampa mtoto, "Embe chukua kula." Mtoto anaficha kwenye sweta. Anaenda ndani anakula kidogo, akitumwa kwenye maji ndio hivyo anaenda anakula. Siku moja nikamtuma jirani yake ambaye anaelewana naye. Nikamwambia, "Hebu nenda kwa ule mama, mwambie anachomfanyia mtoto sio sawa." Huyu dada naye kanaenda dada wa kazi, ananisaidia kazi. Nimempiga kutokana na tendo alilotenda. Cha kwanza nimemkuta tendo basa, nimemkuta tunaogopa mtoto wangu wa kiume. Nimemkuta akitaka kufanya naye ujinga. Ya kwanza. Kwa hiyo nimepatwa na hasira kwa sababu ni jambo ambalo nimelikemea kama mara 2 mara 3. Kama anamshawishi mtoto avue nguo apande juu yake. Nimepatwa na hasira na nikaanza kumbamiza katika hasira ile kuumia roho kwa sababu nimeshamkanya. Nikajikuta nampiga. Na katika hali ya kuvutana. Mama. Ni mara ngapi maanake majirani wanasema hata chakula huwa haumpi. Sasa tuambie, huwa unaishi naye vipi? Sasa mwandishi wa habari, chakula simpi anaishije? Anakaaje? Mimi ndo ninaeka naye. Akisema chakula simpi anaishije? Huyu binti ana asili ya uongo sana. Ana uongo sana. Hata kama simpi chakula anaishije? Anakaaje? Lakini mbona umempiga mpaka damu imetoka? Yaani katika hali ya kuvutana mwandishi wa habari, nimekuta anamvua mtoto wangu nguo, anamwambia panda juu yangu. Nini maana yake? Na mdau anajua mtoto ananisumbua usiku, asubuhi nakuwa nimelala naye, nalala kidogo. Anamwambia pana nguo, yani kitu ambacho nimeshamkanya karibia mara 2 mara 3. Lakini majirani wanasema wewe uishi vizuri na huyu msichana. Siishije jamani vizuri. Mimi ndo nakaa naye ndani ya geti. Yeye akitoka nje anachota maji. Siishije, anataka nimfanyaje? Siishije naye. Kwa sababu unachokula mimi kama nikila mida gani, kila nyama ni yeye ndo anachokula. Siishi vizuri, nifanyaje naye? Nimbebea mgongoni jamani, mwandishi wa habari. Naomba muite binti mwenyewe huyu hapa. Muite muulize kama siishije vizuri na mfanyaje. Ni mara ngapi unamtendea hivyo vitendo? Leo ndo nimempiga hivyo. Kutokana na hasira, kutokana na jambo nimeshalikemea mara 2 mara 3. Mtoto wangu mdogo alikuwa anafanya kitendo hapo, muite muulize. Kwa majina yangu mimi naitwa Daudi Mwaleni. Ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Olkungu, kata ya Terati. Nimepokea simu saa 3 ya tukio hili la mama kumjeruhi mtoto kwa kumpiga. Nimefika hapa na nimemwona mtoto kweli, hata na ninyi wenyewe nafikiri mmemuona jinsi alivyopigwa. Kitendo hiki ni kibaya sana. Na jinsi mama anavyojieleza kwamba mtoto amekuwa mkosaji, anajua alikomtoa huyu mtoto. Angemrudisha au angetuita sisi viongozi kama kuna namna fulani ambaye angehitaji ushirikiano, angemuita balozi wa shina, angemueleza tatizo la mtoto kama imekuwa ni matatizo ya kujirudia, balozi angejua namna ya kufanya, na kama na yeye balozi atashindwa nini cha kufanya, ataniita mimi, tutamwamuru amsafirishe mtoto alikomtoa.
Lakini kwa kipigo cha namna hii, kwa kweli, ndugu mwandishi wa habari, ni kipigo ambacho ni kibaya sana. Haifai, haikubaliki kwenye jamii. Na ndio maana unaona sasa hao wamama wanalalamika sana, wanataka wachukue sheria mkononi, kitu ambacho pia bado ni kosa.